Rahby Digital, haki na ukweli. Sapoti Rahby Digital leo kwa kununua t-shirt nzuri na bora kabisa kwa bei ya shilingi 50,000 tu. Mapato yote yatatumika kukuza na kuimarisha huduma zetu ili tuendelee kukuletea kazi bora zaidi. Weka oda yako sasa. Kumbuka kuwa malipo haya ni kwa ajili ya sapoti na sio biashara ya kawaida. Na kwa atakaojiunga na programu hii watatambuliwa rasmi kama wanafamilia wa Rahby Digital. Tushirikiane kuijenga Rahby Digital. Kwa pamoja tunaweza. Rais wa Marekani Donald Trump anasema kuwa hatoruhusu chuki zaidi za Wayahudi ndani ya nchi yake kufuatia vifo vya maafisa wawili wa ubalozi wa Israeli kwenye jumba la makumbusho kule Marekani. Na kusalimu, amani iwe nawe popote ulipo. Assalamu alaikum, peace be upon you. Bila shaka unaendelea vyema kabisa. Na kama kawaida nimekuja tuzungumze masuala yanayoendelea ulimwenguni. Baada ya lile sekeseke la bwana Donald Trump na rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa. Trump amekuwa na tabia moja hivi sasa, anakukaribisha kwenye ofisi ya Oval, hasa kama anataka kushambulie, anahakikisha ameleta wanahabari wengi ambao watakupiga maswali mpaka upate kizunguzungu, hasa kwa mtu ambaye anataka amwajibishe pale. Manake imekuwa ni tabia ambayo, nakumbuka bwana Zelensky, wakati ule nilivyotoa maoni yangu kuhusu Zelensky, kuna watu waliona kama vile labda mimi ni mnazi sana wa Ukraine au nini, lakini nilieleza kwa upana kuwa Zelensky alikuwa ni mwanaume, kwa sababu unajaziwa maafisa wa ngazi za juu wote wa serikali ya Trump wanakuwa pale: makamu wa rais, waziri wa mambo ya nje, sio afisa usalama, mkuu wa Pentagon, mkuu wa usalama, mshauri wa usalama, watu wote wenye hadhi wanakuwa pale. Halafu wanaanza kukubandika yale maswali huku ukijieleza kwa nafasi yake. Naweza kusema ni wasifu wa Afrika Kusini walikuwa wamezipangua zile hoja kwa nafasi yao, wamezipangua hoja, lakini imezidi kuleta maswali mengi sana. Kumbe huwa wanafuatilia kila kitu kinachotokea. Kwa nini mengine hawajali? Kama walikuwa na ushahidi wa mpaka watu waliouawa Afrika Kusini, wanazo picha hizo hapa, video za kina Malema zinachezeshwa, kila kitu kinakwenda. Kwa nini kwingine hawafanyi vile? Kwa nini wakija viongozi wengine hawawashiwi kuonyeshwa kuwa wewe unafanya hiki? Imekwenda kwa Afrika Kusini. Yote ni tabia ya Trump ambayo ameianzisha hivi karibuni, kuwa ukiwa mgeni wake atakupeleka ofisi ya Oval, halafu atakuhakikishia anakuletea wale watu wanakupa pressure, wanahabari. Licha ya kuwa yeye mwenyewe alikuwa na wakwepa wanahabari wengine. Alikataa wanahabari ya BBC News, CBS News, NBC News, wote alikuwa anaita fake news. Na hata walipomuuliza swali kuwa haya unayosukuma kwa Afrika Kusini hayatokani na kesi ya ICJ ya Israeli, akaikwepa, akajifanya kama vile hajui lolote. Kuhusu nini? Lakini kiuhalisia tunafahamu kuwa pressure kubwa ya Marekani ambayo imekwenda kwa Afrika Kusini hivi karibuni ni kwa sababu Afrika Kusini ilifungua kesi ICJ dhidi ya Israeli, na Afrika Kusini mara kadhaa kila ilivyoambiwa kuwa ilift ile kesi imekataa kuiondoa ile kesi ambayo imeishtaki Israeli kwenye mahakama ya ICJ. Kwa hiyo kuna pressure kubwa ya Trump na wazayuni wa Marekani kuhakikisha Afrika Kusini inaweza kufuta ile kesi, kwa sababu ni kesi ambayo Israeli haitaki kabisa. Tunafahamu kuwa Imarati alishakwenda kwa Afrika Kusini kumuomba kuwa futa hii kesi. Katika kufuta kwako hii kesi, mimi nitakuja nifanye uwekezaji wa mabilioni ya dola kwako. Na Afrika Kusini wakakataa kabisa, wakaambia hii kesi hatutoifuta. Na mwezi uliopita Afrika Kusini iliidhinisha dola milioni 2 kwa ajili ya wanasheria na wakwenda kutetea ile kesi kwenye mahakama ya The Hague, kwenda kule. Sasa hili linawakera Marekani kwa kiwango chao, na ndio maana unaona kuwa wanazidi kuweka mbinyo kwa Afrika Kusini, kumpa makesi kuwa wazungu mnawaua. Afrika Kusini wanaweza kuua Waafrika wenzao, lakini sio wazungu bwana. Kinachotokea Afrika Kusini ni uhalifu, kwa sababu uhalifu umetanda kwa hali ya juu. Watu wanatafuta pesa na wenye pesa ni wazungu. Kwa hiyo wanapokutana na uhalifu, sio chuki ya kusema kama hii ni chuki. Nashukuru Cyril Ramaphosa alikwenda na waziri wake wa kilimo ambaye ni mzungu kabisa, na akaweka mambo sawa kwa jamani, si kweli haya mnayoyazungumza, mimi ndio waziri ninayehusika na kitu, huyo uporaji wa mashamba sijui nini. Sio kweli kabisa taarifa zinazokuja. Au wazungu wachache walioamua kuondoka, wameondoka kwa maslahi yao tu, wametaka kuondoka kwa sababu maisha yamewashinda, wameamua kuondoka. Lakini Afrika Kusini haina sera hiyo ya masuala ya ubaguzi. Na kama mtahukumu Afrika Kusini kwa sababu hii ni nchi ya free speech, watu wanazungumza wanavyojisikia,
Kina Malema ni wapinzani, wapo kwenye vyama vyao. Kwa hiyo wana uhuru wa kuzungumza wanavyojisikia wao kuzungumza, kwa sababu Afrika Kusini ni nchi ambayo inaruhusu uhuru wa kujieleza. Kwa hiyo wako huru kuzungumza. Kwa hiyo hiki kilichotokea sio halisi. Lakini Trump na wenzake, kwa sababu nyuma kuna pressure ya Elon Musk, ambaye kuwa Musk mara kadhaa amekariri, anasema kuwa mimi ningekuwa mweusi Afrika Kusini, kampuni yangu ya Starlink ingefanya kazi, kwa sababu mimi sio Mwafrika mweusi, ndio maana nawekewa vigingi. Kwa hiyo kama vile Elon Musk pia anamtumia Donald Trump kwa faida zake za kibiashara, baada ya Afrika Kusini kuzuia kampuni zake kufanya kazi. Kwa hiyo yote imekuwa vile kuwa, yani hivi sasa Marekani anawaadhibu kwa kutumia nguvu yake kwa sababu ya kutimiza malengo yake ya vile ambavyo vimejificha. Nafahamu behind the scene yaliendelea mengine mengi sana. Maafisa wawili wa Israel wameuawa kwenye ubalozi, kwenye eneo la makumbusho kule Marekani, na hii ndio taarifa kubwa kabisa ukitazama kwenye vyombo vya habari, na inazungumzwa kwa kiwango cha hali ya juu sana, mpaka inafikirisha, unajua. Hii taarifa inafikirisha sana kwa sababu wameuawa watu wawili, ni wa chuma, Wayahudi wawili kwenye jengo la makumbusho Marekani. Mpigwa risasi na mpigaji anaitwa Elias Rodriguez, ambaye inasemekana kabla ya kuwapiga alisema free Palestine. Alikuwa amevaa kofia ya rangi nyekundu ya Kipalestina, ile kilemba cha Kipalestina. Nadhani story kubwa imekuwa hiyo, inatafsiriwa kuwa ni chuki dhidi ya Uyahudi ndio uliosababisha mauaji yao. Naweza nikakubaliana na hiyo, ni chuki dhidi ya Uyahudi kwenye yale mauaji yao, lakini nadhani tafsiri ya chuki inapelekwa sehemu ambayo sio halisi. Manake kama maneno ni tafsiri ya chuki, nadhani kuna maneno makali zaidi ya upande wa pili yanayokwenda kuzidi hata hicho kinachozungumzwa. Leo hii ukisema from the river to the sea, unatafsirika kuwa wewe una chuki na Uyahudi. Yaani kutoka kwenye mto mpaka baharini, Palestina will be free. Hiyo kwa Marekani inatafsirika kuwa ni chuki dhidi ya Uyahudi. Ukitembea umevaa ile kilemba cha Kipalestina, kile kafaya, unahesabika una chuki na Uyahudi. Hii tafsiri ya chuki inakuja vipi? Rudi ndani au nje ya Israeli, wasikie viongozi wa Israeli wenyewe, viongozi maneno wanayotoa dhidi ya upande wa pili. Msikie mwanaharakati ambaye anafahamika kama Daniela Wells. Mnamfahamu huyu mwanamama ambaye Uingereza jana imetangaza kumwekea vikwazo, anayehamasisha chuki kubwa dhidi ya Wapalestina. Anakuambia hata watoto uweni, chochote kinachotokea uweni, mimi sijali. Hiyo sio chuki. Yani hiyo sio chuki. Ila ukisema from the river to the sea, inahesabika kuwa ni chuki dhidi ya Uyahudi. Tafsiri ya chuki nadhani imekaa sehemu ambayo sio halisi kabisa. Hebu fikiria kuwa, tazama vyombo vya habari vinazungumza vifo vya watu wawili. Unajua shambulizi lolote ni baya, haifai. Kuua mtu ni kosa. Hakuna tunakubaliana na mauaji yoyote. Aliyefanya mauaji kafanya makosa. Hauwezi kuwaua watu ambao hawahusiki, kwa sababu tumeshuhudia mara kadhaa kuwa hata Wayahudi wa Marekani wanapingana na kile kinachotokea kwenye serikali ya Israeli. Mara kadhaa nimewaonyesha. Mara kadhaa tumeona maandamano makubwa yanatokea Marekani, tena katika sehemu ambayo imeonyesha kuwa inachukia zaidi haya ni Marekani, na walioonyesha hilo ni Wayahudi wa Marekani. Wameonyesha kiwango cha hali ya juu sana. Sasa mtu kutokea kwenda kuwaua kwa sababu ya kuhalalisha kile kinatokea kule, nadhani sio sahihi, kwa sababu unaenda kumgusa mtu ambaye sio halisi. Lakini kilivyopokelewa na jinsi vyombo vya habari kilivyo treat hili swala, yani walivyolipeleka duniani kwa kiwango chake na kulifanya kuwa kubwa kuliko kiasi, nadhani wamezidisha, kwa sababu hivi vifo vimetokea usiku, tuseme watu wawili. Taarifa iliyotolewa jana na Umoja wa Mataifa inasema kuwa kila baada ya saa moja, yani kila saa moja, mwanamke mmoja wa Kipalestina anauawa kwa shambulizi la Israeli. Kila baada ya saa moja, mwanamke mmoja wa Kipalestina anauawa na Israeli. Hiyo sisemei kuhusu watoto, sisemei hilo, kwa sababu tunahesabu namba ya vifo kwa siku 120, 130, 50, 80 kwa kila 24 hours. Tunahesabu vifo hivyo. Hawa sio watu, wala hakuna anayejali. Leo hii unashangaa kuwa viongozi wote wa Ulaya wamezungumza kuhusu hilo shambulizi, wakilani kila kitu. Israeli imefanya mikutano mikubwa sana. Ulinzi, Netanyahu anasema kuwa lazima ulinzi uongezwe kwenye balozi zetu kote duniani. Sasa Marekani anaweka onyo kubwa kwa kila kitu. Jamani, hivi kuna watu wana haki ya kuishi na kuna wengine hawana haki ya kuishi. Kuna wengine ni binadamu na wengine wakiguswa ni kawaida kabisa. Yaani kuhesabu vifo ndani ya Gaza ni kitu cha kawaida na hakuna mtu anajali kuwa wangapi wamekufa au nani kafa. Lakini kifo cha Myahudi ni kosa duniani, kuwa
haiwezekani ikatokea kitu kama hicho. Na nasubiri kuona, nimeshaona baadhi ya viongozi wa Kiarabu wanavyolaani hili tukio, lakini huwaoni kulani kile kinachotokea. Tunazungumza kutoka asubuhi ya leo mpaka muda mimi nazungumza na wewe huku, namba ya Wapalestina waliouawa na Israeli inazidi 56. 56 toka kumekucha. Lakini Wayahudi wawili waliouawa Marekani, that's the big story. Yani kila mtu, imekuwa vyombo vya habari vyote wanakuwa hili alifanya. Jamani, tunapolalamikia moja tulaumu na cha pili. Kama hii inachukiza watu kuuawa, basi hata wengine wanachukia watu wao kuuawa. Kama taarifa ya Umoja wa Mataifa inathibitisha kuna vifo ambavyo havina mfano, kwa nini tusichukulie hizi zote kwa nafasi moja? Na kama tunachukulia kuwa baadhi ya binadamu ni special na wengine sio special, kwa hiyo wengine wanaweza kuuawa wakati wote wanavyoona, hii sio sahihi. Tunazungumza wiki moja iliyopita ndani ya Gaza, Wapalestina 500 wameuawa. Nani anajali kuhusu hilo? Mbona hatusikii hivyo vyombo kulaumu au kusema bado wanaendelea kupeleka silaha, bado wanasafirisha kila kitu kupeleka kule ili wauawe zaidi, lakini wakiuawa upande wa pili, hiyo hairuhusiwi kuwa. Jamani, hii double standard ya ulimwengu ndio inayosababisha tuzungumze na tuonekane tuna chuki. Yani kuna watu wanatafsiri kuwa wewe una chuki, lakini tafsiri ya chuki hawawezi kuiweka sawa kwenye equal tunavyozungumza. Yani kuwa ninakupa kwa vitendo kuwa hii iko hivi, hii iko na hivi. Ipi chuki? Ukisema from the river to the sea ni chuki, ila ukiua wa Palestina sio chuki. Mpalestina, mtoto wa Kipalestina ameshambuliwa na risasi hapo Marekani, ana miaka 6, na mwingine aliuawa Uingereza mwaka huu na mwaka jana waliuawa. Mtoto mdogo wa miaka 6. Hakuna mtu alisema kama chuki dhidi ya Wapalestina, lakini ikitokea upande wa pili inakuwa ni chuki dhidi ya watu wengine. Kwa nini hii inageuzwa hivi, inakuwa chuki, upande wa pili inakuwa kawaida? Sasa chukulia kuwa aliyefanya mauaji haya Elias Rodriguez, hakuna mpaka sasa ambaye wamesema hili ni shambulizi la kigaidi. Nini tafsiri ya ugaidi? Kuwa mnaangalia jina fulani akishambulia anakuwa gaidi, likiwa jina lingine inakuwa sio gaidi. Hili ni shambulizi la chuki, sio ugaidi. Lakini lingekuwa jina lolote linashabihiana na Mashariki ya Kati, tafsiri ingekuwa ni shambulizi la kigaidi. Jamani, hii double standard, tuongee kina Rahbi, tuonekane kuwa kina Rahbi ni watu wa misimamo fulani fulani au vipi? Hivi vitu huhitaji kufundishwa. Hivi vitu huhitaji kwenda darasani. Hivi vitu ni double standard ya dunia ambayo inaonekana kwa hivi sasa kuwa kama dunia itaondoa double standard na kuweka vitu equal, kila mtu atazungumza kwa nafasi yake na kuonyesha kuwa kuna mambo hayaendi sawa. Kama huyu anamchukia huyu na huyu anamchukia huyu, wote wanachuki, haiwezi kutafsirika kuwa huyu ndio anachuki, huyu mwingine akisema kuhusu hili anakuwa sio. Usiue watoto, unachuki na Uyahudi. Usizuie chakula kuingia, wewe unachuki na Uyahudi. Sasa tafsiri ya chuki inakuwa ni ipi jamani? Asanteni. Nimetaka kuzungumza haya tu. Rahby Digital.